Mtazamaji wa channel ya Biomedia, karibu katika kutazama habari mbalimbali kupitia channel hii ambayo kila wakati inakusogezea taarifa mbalimbali. Katika ulimwengu wa siasa, mtazamaji, leo tuko na story ambako Watanzania wamemtaka Mange. Sasa hii ni baada tu ya Roma Mkatoliki yeye kutangaza kurudi nchini Tanzania siku ya kesho tarehe 27. Lengo na madhumuni ikiwa ni kwa ajili ya maandamano ya tarehe 29. Ebani ni msanii nguli kabisa wa hip hop kutoka nchini Tanzania, Roma Mkatoliki, ambaye alikuwa anaishi ughaibuni. Ameweza kutangaza rasmi kwamba anatarajia kurejea nyumbani mnamo tarehe 27 mwezi Oktoba 2025 mara tu baada ya kuishi huko ughaibuni kwa muda mrefu sana. Na taarifa hiyo imekuwa gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii na imeweza kupokelewa kwa hisia za furaha na mashabiki wake ambao walikuwa wakisubiri kwa hamu sana kurejea kwa rapa huyo. Kwa miaka kadhaa sasa pia Roma amekuwa akiishi nchini Marekani ambako alihamia kimya kimya bila kufafanua sababu hasa ambazo ziliweza kumpeleka huko Marekani na kuondoka Tanzania. Hatua hiyo pia iliwahi kuzua maswali mengi kutokana na namna ambavyo aliondoka. Mashabiki zake walikuwa wanauliza na wadau wa muziki pia walitaka kufahamu nini ambacho kinaendelea nyuma ya pazia. Wengi walidhani kuwa huenda kulikuwa pengine labda na changamoto za kisiasa, kijamii au hata kibinafsi ambazo zilisababisha msanii huyo kujiondoa kwenye anga za muziki wa nyumbani. Roma ambaye amejizolea heshima kubwa kwa uandishi wa mashairi yenye ujumbe mzito wa kijamii na kisiasa, hakuwahi kiukweli kuweka wazi safari yake ya Marekani, lakini pia alibaki kuwa na uhusiano wa karibu na mashabiki kupitia mitandao ya kijamii na akitoa matamko machache ya kuashiria kwamba siku moja angerudi nyumbani. Sasa ndoto hiyo imekuwa kweli kwa sababu anatarajiwa kurejea nyumbani tarehe 27. Katika ujumbe wake alioandika kupitia kurasa zake za mitandaoni, Roma ameeleza kuwa muda wa kusubiri umefika mwisho na kwamba mashabiki zake wanapaswa kujiandaa kumpokea, na kauli hiyo imechochea shangwe kubwa sana kiukweli, huku baadhi ya mashabiki wakiahidi kujitokeza kwa wingi uwanjani kumpokea mara tu baada ya yeye kuwasili nchini Tanzania. Mashabiki wengi pia wamekuwa wakimkumbuka Roma kwa kazi zake maarufu kama Tanzania, Kala Moto na Vunja Ukimya, nyimbo ambazo zimemfanya kuwa mmoja wa marapa wachache ambao walitumia muziki kama chombo cha kuibua mijadala ya kitaifa. Wengi wanasema kwamba kurejea kwake Tanzania kutakuwa chachu mpya kwa muziki wa hip hop nchini ambao kwa muda pia umeweza kukosa sauti kali zinazobeba ujumbe wa kijamii kama kiwango chake Roma kilivyo. Lakini pia wachambuzi wa masuala ya burudani wanaona kabisa kwamba kurejea kwa Roma kama tukio ambalo litabadilisha upepo wa muziki nchini. Na kwa muda ambao amekaa Marekani, muziki wa hip hop nchini umeweza kushuhudiwa nyota wapya ambao wakichomoza, lakini pengo ambalo aliliacha Roma limekuwa likisiwa hivyo. Anarejea na kurejea kwake basi kunatazamiwa kuongeza ushindani na ladha mpya kwenye tasnia ya muziki. Roma Mkatoliki ni msanii ambaye si tu alijikita kwenye burudani, hapana, bali pia aliweza kuibua mijadala ya kitaifa kupitia tungo zake, na mara kadhaa pia nyimbo zake zilisimamisha viongozi wa kisiasa kujibu hoja ambazo zilikuwa zikijitokeza, jambo ambalo pia lilimfanya kuonekana kama msanii anayejali maslahi ya jamii zaidi ya umaarufu binafsi. Mashabiki wanatarajiwa kuwa ujio wake utaleta matunda mapya, ukiwemo uwezekano wa kutengeneza albamu mpya au kushirikiana na wasanii wapya waliotokea kwenye kipindi ambacho hakuwa nchini. Lakini pia wengi wanaamini kurejea kwake kutachochea hamasa mpya ya hip hop ambayo kwa miaka mingi ya karibuni imekuwa ikipoteza mwelekeo kutokana na ujio wa mitindo mipya ya muziki. Right now macho na masikio ya wadau wa burudani yapo kwenye siku ya tarehe 27 mwezi Oktoba ambapo historia mpya ya muziki wa hip hop nchini Tanzania inaweza kuandikwa upya. Mashabiki zake wamesema wako tayari kumpokea kwa kishindo na kuhakikisha anajisikia kuwa nyumbani kwa mara nyingine tena. Kurejea kwa Roma Mkatoliki si tukio la kawaida, bali ni mwanzo mpya ambao unatarajiwa kufufua ari na nguvu za muziki wenye maudhui ya kijamii. Ni tukio pia ambalo linatarajiwa kuacha alama kubwa katika historia ya muziki wa Tanzania. Tarehe 27 unaisubirije wewe ambaye unaendelea kutazama Biomedia, na ikiwa ni madhumuni ya kurudi tena nchini Tanzania Roma Mkatoliki? Moja kwa moja utachilia maoni yako kuna kwa comment section. Mimi nitaweza kupitia next time kwa uzuri kabisa.